huo ni uhuni. Wema na wenzake wote waliofanya hivyo ni wahuni watu, haviko kwenye dini hivyo vitu, walikuwa wanajitafutia umaarufu. Ya ndio hiyo sasa, kama hayo yamefanyika, hayo ndio matukio ya kutengeneza umaarufu, kuongeza fans wengi, kuongeza viewers wengi katika mitandao. Huo ni uhuni, ni uhuni. Na mbwa hana mazishi katika sheria ya dini, mbwa hana mazishi, mbwa anakufukiwa. Mazishi ni utaratibu maalumu unaotumika kumuweka mfu kutoka katika hatua ya baada ya kukata roho mpaka atakapowekwa kwenye kaburi. Ni haramu katika Uislamu mtoto wa Kiislamu kuzika mbwa, kwa maana ya kutengeneza utaratibu wa mazishi ni haramu. Kuchukua pesa za watu kwa maana ya lambilambi ni dhulma na wizi, yani hiyo ni dhulma na wizi, kwa sababu msiba huo sasa mbwa unajua kuna kisa kimoja, kuna kisa kimoja alikihadithiaga Sheikh Pozeo zamani, miaka ya zamani sana. Kuna mfalme mmoja, na nadhani kikisa ndo kimetumika. Kuna mfalme mmoja alifiwa na mbwa. Mbwa huyo alipofiwa na mbwa akatangaza mazishi. Watu wakaja, watu wakatoa salamu za lambilambi, wakatoa pesa, wakapanga mipango ya mazishi, watu msiba mkubwa, chakula kimepikwa na nini. Watu wakamfuata shehe kama mie Sule mlivyonifuata. Bwana mfalme kule kaandaa mazishi, mbwa wake kafa na shughuli ni kubwa. Saizi kuna mchele unapikwa, nyama zinapikwa, msiba mkubwa, salamu rambirambi watu wanafanya. Shekhe, ili jambo haramu halali? Shekhe akapagawa, haramu haifai na nini. Yule mfalme akamwambia shekhe, shekhe njoo. Akatoa maagizo, watu wakaenda kumfuata shekhe. Shekhe akachukuliwa akaenda mpaka kwa mfalme. Fika kwa mfalme, kasalimiana. Sasa shekhe anaulizwa jambo hili haramu halali? Sema kabla mjamuuliza shekhe, nina ujumbe kwanza wa shekhe. Shekhe mwenyewe na ujumbe wake, yani mfalme mwenye mbwa ana ujumbe wa shekhe. Akamchukua mfalme, akamchukua shekhe, akaenda naye ndani, akamwambia shekhe, kabla hujaenda kutoa hiyo fatwa unayosema, hapa na fungu. Mbwa alipokufa alinipa wasia kwamba kabla ya kunizika shekhe apewe ili fungu. Kwa hiyo huu mzigo wa kwako. Jamaa akapewa mfuko wa hela. Shekhe alipotoka akabadili maneno, si haramu. Mbwa akiwa amekufa unaweza ukamzika, si haramu. Sasa mimi nataka niseme asija kawa Wema Sepetu na watu wake wamecheza huu mchezo wa mfalme wa kifo cha mbwa. Mimi sio huyo shekhe wa mizigo bwana. Mimi mzigo tayari ninao. Haramu, 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 ni makosa. Na wale wote walioenda kupeleka pesa zao wameibiwa tu. Hakuna hiyo kitu. Hamna hiyo kitu katika dini. Hakuna msiba anafarijiwa Wema kwa lipi? Kafiwa na Manunu alimchukulia kama mwanae. Hauwezi kuwa na mnyama, hawi kiumbe, hawi mtu, yani hawezi kuwa mwanao, hawezi kukurithi wala huwezi kumrithi. Hakuna salamu za lambilambi, hakuna lambilambi. Pole ya kufiwa kwa maana ya kuumia ya mdomo inaruhusiwa. Hiyo pesa inakwenda kusaidia nini? Kwa sababu tunapotoa fedha kwa ajili ya msiba, lengo letu ni kuwakimu wanaokaa kwenye msiba ili wapate chakula. Sasa wewe unatengeneza kikao cha msiba wa mbwa kweli? Sheria ya dini hairuhusu hiyo. Huu ni uhuni katika dini. Niwe tu mkweli, hakukuwa na sababu ya watu kwenda kufanya msiba kwa mbwa kafa. Mbwa alitakiwa alipokufa achimbiwe shimo, afukiwe, kesi imeisha. Huu ni uhuni katika dini. Walikuwa wanamfariji, labda mwenzao kafiwa na mtoto wake. Na yule si mwanawe, yule ni mbwa tu. Wema ni mtu, alimchukulia kama si mtu. Yule si mwanawe. Wema anatakiwa ajue katika dini kuna mipaka, na yeye ni Muislamu. Afike mahala autambue Uislamu. Uislamu una mipaka. Hata kama tunaiangalia dunia, ipo siku tutakufa, tutaulizwa na Mwenyezi Mungu. Wema ni mtoto wa Kiislamu. Asifanye vitu kutaka kuifanya dunia imuone yeye nani. Afanye vitu kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu.
Ni kweli kamlea mbwa kaishi naye kwa mapenzi, lakini sheria ya dini alitakiwa aulize mashehe, nishafiwa na mbwa wangu nampenda, nifanyeje? Utaratibu ukoje? Ndo alichopaswa kufanya, sio kufanya mambo ya kihuni katika dini. Mwisho wa siku kuna watu watahisi Uislamu unasema hilo jambo, kwa sababu wema ni kioo cha jamii. Watu wanamuona wema kama Muislamu, wanamuona kama Muislamu, wanamuona kama kioo cha jamii. Kwa hiyo asiwapotoshe watu. Usifanye kitu ambacho kesho kutwa kuna watu watakifuata, utabeba mizigo ya dhambi isiyokuwa na sababu. Tulionayo ni midogo, mikubwa, tuiombee hii iondoke, tusiongeze mingine isiyokuwa na sababu. Katika hili wamefanya uhuni vijana, uhuni wa kupita kabisa, na mashehe wanapasa kukemea jambo hili. Si jambo la kuliacha, si jambo la kuliacha. Hapo kwa Wema hapo tumalizie na hili. Kwa maana hiyo swala la kuchangisha lambilambi na kuweka msiba, kuweka matanga na nini, hiyo pia haramu, haipo katika Uislamu. Msiba wa nani? Mbwa akifa anazikwa. Matanga mwanadamu, mbwa anawekwa matanga, anawekewa matanga mbwa. Matanga ya ng'ombe, mbona hatuweki matanga ng'ombe? Kila siku tunawafuga. Wana matanga. Msiba unaisha lini? Leo? Ratiba msiba unasema inaisha leo. Ni haramu, madhambi. Hicho kikao chote madhambi, au wote wanabeba madhambi. Kama watoto wa Kiislamu wako hapo, wote wanabeba madhambi na wakatubu kwa Mola wao kwa makosa walioyafanya. Mimi nataka sasa tuje kwenye haya ya dunia yanayoendelea, maana ni makubwa, na kwenye umri wangu kwa kweli nimejitahidi kuyabeba, ila naomba kama baba unisaidie. Hivi wanasema mtu ukiwa unalia kwa sababu ya kitu fulani ambacho hakina uhai ni unachura, something like that. Walikuwa wanamsema sana Wema kutokana na ile video alikuwa akimlilia mbwa wake baada ya kufariki. Alikuwa analia sana, wakasema mbona anajichuria kwa sababu ni mjamzito, hapaswi kufanya hivyo. Kulilia kitu chako ambacho umekaa nacho muda mrefu ni kuchura hivyo baba au kuchura ni nini? Kwanza kuna maneno ya Kiswahili na maneno ya kidini, hivyo ni vitu viwili tofauti. Uchuro ni maneno ya Kiswahili, si maneno ya kidini. Yani ukisikia neno anafanya uchuro, hili ni neno la Kiswahili, ni neno la kimtaani, ni neno la Waswahili maneno ya Kiswahili ya Waswahili wa mtaani ambao hawafuati mafundisho ya dini. Kuchura maana yake nini? Kuchura maana yake ni kutabiri jambo baya. Ukisikia huu ni uchuro, maana yake kutabiri kitu chenye kuumiza, kutabiri kitu kibaya, kukiita kije, yani kukivuta kitu kibaya kwa hisia na maneno. Ndio maana uchuro inaweza kuwa ukafikiria jambo ukalia, au ukasema neno wakati ule una hilo jambo linalokugusa katika moyo wako. Kwa hiyo uchuro ni neno la Kiswahili, si neno la kidini. Hiyo ndio maana halisi ya neno uchuro. Na katika dini hakuna neno uchuro. Lakini jingine ni kumlilia kiumbe, awe hai au asiwe hai. Sheria ya dini haikatai. Sheria ya dini haikatai kumlilia kiumbe akiwa hai au sio hai. Unaweza ukalia hata ukiibiwa fedha. Unaweza ukalia hata ukinyang'anywa mke. Unaweza ukalia hata ukipoteza kitu cha thamani. Unaweza ukalia hata ukipoteza kitu unachokipenda, chochote kile unachokipenda. Kwa hiyo kulia kwa sababu ya kufiwa na mbwa, kufiwa na paka, kufiwa na mtu, kufiwa na mti au chochote kile ambacho wewe umewahi kukiweka karibu na ukaona ni sehemu ya faraja katika maisha yako, sheria haikukatazi kulia. Sheria ya dini haikukatazi kulia. Ila sheria ya dini inakukataza kuleta itikadi za kipotovu katika kulia. Yaani usilie hali ya kuwa unaona kama Mungu hakufanya haki. Usilie ukiona kwamba Mungu kakuonea. Usilie kwa kuonyesha hicho kitu kuondoka wakati huo ulikuwa sio wakati sahihi. Yaani wewe unaonyesha kwamba Mungu hili kalifanya sio wakati sahihi. Yaani alipaswa aache kwanza. Hapana. Hiyo sasa ndo haramu katika Uislamu. Lakini kimsingi kukililia kiumbe au mtu au kitu ambacho umekipenda, umekuwa nacho kwa muda mrefu, kimekupa faraja, sheria ya dini haikatazi. Hapo mimi nataka niongezee kitu hapo. Tukiacha hilo la Wema kulia, kuna pia watu walikuwa wanazungumza kwamba kwa nini Wema alilie mbwa ikiwa ni mjamzito? Ina maana ananuilia vitu vibaya kwa ule ujauzito aliokuwa nao.
Pengine kulilia mbwa kunaweza kusababisha hata yeye kupoteza kile alichokuwa nacho. Mwenyezi Mungu amwekee sana kile ambacho amekibeba sasa hivi. Wengi wamekuwa wakimsema Wema na kusema kuwa kulia kwake kunaweza kusababisha yeye kupoteza ujauzito wake. Kulilia kitu kilichopotea kunaweza kusababisha yeye kupoteza kitu kingine tena? Stress kama kwa maana ya scientific, jambo la kisayansi, inawezekana. Stress inaweza kuchoropoa mimba. Stress inaweza kuchoropoa mimba. Siri kwa mtu kama Wema ambaye amekuwa na tatizo la kutokuwa na mimba kwa muda mrefu, lakini pia ni mtu ambaye naamini huko nyuma aliwahi kufanya abortion ambazo pengine zimeharibu mfumo wake wa kizazi. Kwa hiyo anapopata stress, ana possibility kubwa ya kufanya mimba inaweza kuchoropoka kwa tabia za mafundisho ya kisayansi. Katika miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kusababisha mwanamke akaaboti ni kupata stress. Kwa hiyo msongo wa mawazo unaweza kusababisha hilo tatizo. Lakini halisababishwi na kitu kingine chochote. Sasa kulia kwake, yani kama analia kwa uchungu, kwa maana kweli alikuwa anamlilia, maana kulia kuna namna mbili. Unaweza kuona kipenda kitu unalia. Unajua wasanii nao wana kitu kimoja, hasa watu maarufu, na still nizungumzie wasanii ambao wana act maisha halisi ya watu. Wengi wao au baadhi yao, sio wote, baadhi yao, kila kitu ni fursa. Ni wao wanaishi kwa mitandao, ujue akaunti zikinona ndivyo ambavyo wao wanapata malipo. Sasa lipo jambo likikutokea ukilifanya, watu watatamani kuona ulifanya nini. Kwa wataingia kwenye account page zako, utapata followers wengi, utapata viewers wengi, malipo pia yataongezeka. Ndio maana baadhi ya wasanii wamekuwa wakiandaa vituko kila kukicha. Yani watu maarufu mara nyingi wamekuwa wakiandaa vituko kila kukicha. Yani mtu anakaa baada mwezi anaandaa kituko hiki, baada miezi 6 anaandaa kituko hiki. Haviandai kwa bahati mbaya, wanaandaa kama mipango ya kuandaa watu kisaikolojia waweze kuwa active katika akaunti zao. Sasa inawezekana kama mtu atakuwa amelia kwa uchungu, inawezekana Wema alilia kwa uchungu kwa sababu mbwa alikaa naye muda mrefu, pengine bila kuwa na mtoto, alimuona kama mtoto wake, alikuwa anacheza naye kama mtoto wake, alimtreat kama mtoto wake, kwa sababu hakuna jambo linamuumiza binti kama anapokuwa hana mtoto. Ni kitu kinamuumiza kwa kweli. Lakini inawezekana asiwe amelia kwa sababu hiyo ya kuwa amepoteza kitu ambacho kimemfariji kwa muda mrefu. Yawezekana pia amelia kutaka kuionyesha dunia kwamba alikuwa akimpenda mbwa sana na kuwatengenezea mazingira fansi wake kwamba yeye kwa kile kitendo cha kuwa alikosa mtoto, basi yeye mapenzi yake makubwa yalikuwa kwa mbwa kuliko kitu chochote. Pengine kuliko mzazi wake, kuliko ndugu zake, hivyo. Kwa hiyo yote yanawezekana, na wallahu wa rasuli alam. Mungu ndo anajua zaidi kwamba hapo nyuma kuna nini. Lakini kulia, kama alilia kwa uchungu na akaguswa hasa na kile kifo, kinaweza kusababisha abortion. Mimi ni muombe tu aondoe stress, na kila chenye mwanzo kina mwisho. Kila kilicho na uhai kina mwisho wa kuondoka uhai wake. Ni vitu vya kawaida. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.